Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 link sana kwenye exclusive nyingine tena. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera yupo Rizki bwana. Leo bahati nzuri tena siku nyingine tena tunaelekea mwisho wa Ramadhani na Jismani nimekutana naye hapa. Pengine hasa nataka nizungumze naye kiacha yale ambayo tunapenda kupiga story kuhusu Iran, Israel na Marekani na mengine mengi. Nataka nifahamu kwanza, sema kwema lakini alhamdulillah. Mambo anasemaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake tunazozijua na tusizozijua. Tunamuomba tusamee madhambi yetu tunayajua na tusiyoyajua. Na wote ambao wana mitihani tunamuomba Muumba mbingu na ardhi awafanyie wepesi. Naam. Swala ambalo sasa hivi limetake headline sana na nilizungumza na wewe interview ya mwisho ambao tulifanya, nikakuuliza kuhusiana na kaka yake na Netanyahu kupoteza maisha na ukazungumza kwamba ukatoa maoni yako kwenye hilo. Sasa hivi wiki nzima kinachozungumza ni kwamba Netanyahu amepoteza maisha. Video ambazo anazijaribu kuzipublish na kuzitoa, wengine wanadai ni AI. Licha ya kwamba yeye mwenyewe amekuwa akiprove kama anasema kwamba mimi ni mzima. Hata jana ametoka kutoa hotuba akasema kwamba as you can see mimi ni mzima. Tuanze kwanza kwenye hilo. Kwa nini watu wanahisi video zake ni AI? Is true kama ni AI? Ni kweli kwamba zipo video zake ni za AI. Yes, hiyo ni kweli. Sio zote lakini zipo ambazo ni AI. Kwa hiyo wanaohisi hivyo ni sahihi. Unahisi kwa nini wanafanya vile? Kuna possible scenarios. Unajua unapokuwa mchambuzi inabidi uwe unaangalia kitu kwa engo tofauti tofauti. Moja ya scenario ni kwa sababu ya kiusalama, hataki kujiexpose. Moja wapo. Moja ya scenario huenda amejeruhiwa vibaya, kwa hiyo haezi akaongea yeye mwenyewe. Moja ya scenario huenda akawa amekufa, kwa hiyo hawezi akatengeneza, zinatengenezwa za kakwe. Moja ya scenario inaweza ikawa ni mbinu ya kivita, ni mzima kabisa lakini anatengeneza hiyo kuleta taswira kwamba amekufa, alafu anapojitokeza itatoa sana credibility kwa watu ambao wamesema amekufa. Umeona Kwa hiyo hizo ni all possible scenarios. Na kwa nini Netanyahu katika kipindi hiki kwa undani zaidi mtu anatamani pengine aweze kufahamu kwa nini scenario inatokea katika kipindi hiki? Kwa sababu kuna taarifa ambazo na ni za watu wenye mashiko wanawasema kwamba sisi tunatumia OSINT, Open Source Intelligent Sources. Kuna watu ambao wana access, sisi hatuna access ya classified information. Ila kuna watu ambao wana access kwa sababu wao ni former CIA, wao ni former Marines, wao ni former intelligence analysts, kina Larry, kina Scott Ritter na magava na wengine. Wale wana access hiyo. Sasa watu kama wale wanapotokea wakasema kwamba Netanyahu amekufa, inapata uzito. Kwa sababu huenda wakawa na access ambayo sisi wa kawaida hatuna. So imepata uzito kwa sababu hiyo, lakini pia zile video zilizotoka zinaleta maswali kwamba kwa nini utengeneze AI kama wewe uko mzima unaweza ukaongea. So hiyo ni kitu ambacho inaleta hiyo. Lakini sasa hapa kuna swala la ushabiki binafsi. Wale watu ambao wanatamani awe au wawe wanaichukua kwa furaha, wanatamani kwamba iwe kweli. Na wale watu ambao hatamani au wawe wanaivutia kwao na kusema hizi ni za uongo. Kwa hiyo hizo pande mbili kila mtu anavutia kwa hisia bila kutumia facts and logic. Ila katikati sasa hapo ndo kuna wanafuse ambao wanaiangalia kwa facts zake jinsi zilivyo. Mimi mpaka leo sijai kutoaga kauli kwamba Prigozhin amekufa. Umeona Kwa sababu kuna scenarios kadhaa ambazo huenda zikawa zimetokea. So hivyo ni vitu ambavyo watu wavizingatie kwenye hili. Na sio yeye peke yake, kuna baadhi ya viongozi wengi tu ambao inasemekana Itamar Ben-Gvir pia ameuawa au amejeruhiwa vibaya. Lakini na viongozi wengine wa ngazi ya juu wa Israeli. Ila muda utakuja kutoa majibu. Jibu la sasa hivi yani ambayo ni kwamba haifahamiki. Yes, hatuwezi tukathibitisha wala hatuwezi tukadeny. Yes. Lakini kuna wale ambao wanaenda mbali wanasema kwamba ulinzi ambao
ako nao ama nani Netanyahu analindwa, ni ngumu sana yeye kupoteza maisha. Pengine hasa kwa mtu ambaye afahamu Netanyahu ulinzi wake uko vipi hasa? Lile ni taifa ambalo lina maadui wengi, cha kwanza. Na maadui hao kutokana na matendo yao wanayofanya ya ukatili mwingi. Na yeye ni mtu ambaye amesababisha maafa na mateso kwa watu wengi sana. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba atakuwa anawindwa na inabidi apewe ulinzi wa hali ya juu sana. Kwa hiyo atakuwa na ulinzi wa hali ya juu sana. Nadhani yeye anaweza kuwa analindwa ulinzi wa hali ya juu kushinda hata Trump. Yes. Kwa hiyo sijui security detail yake, nitakuwa mwongo. Lakini my general knowledge ya intelligentsia na functionality zake, najua tu kwamba analindwa ulinzi wa hali ya juu sana. Na hizo scenarios huenda moja kati yako ikawa ni sahihi. Unaamini kwamba Netanyahu hayuko Israel katika kipindi hiki? Kuna watu walisema kwamba alienda German kutokana na hivi vinavyoendelea vita kwa ajili ya usalama wake, na kuna wale ambao kama sisi ambao tunaendelea kuona kwenye video anavyopost kwamba yuko ndani ya nchi, anatembelea na nchi, anaenda kwenye mgahawa na nini. Unaiona hiyo bado yuko Israel? Kwanza zile video za migahawa mimi siziamini. Cha kwanza, it's very high risk. Ila ambao tunafuatilia sana mambo ya intelligentsia pia tunaelewa. Unaweza ukatengeneza, unaona hapa nilipo hapa, naweza nikapageuza pakaonekana kama Oval Office ya White House. Watu wana uwezo wa kufabricate ikaonekana. Kwa hiyo unaweza kuta ni kwenye underground, katengeneza ile sehemu kama ni nje, kama ni mgahawa, kumbe ni underground. Umeona? Kwa hiyo taarifa zipo tofauti ambazo zinaonyesha yuko Ujerumani na sehemu tofauti, na ni kwa sababu ndege yake ilionekana inaenda Ujerumani. Kwa hiyo inaashiria kwamba yeye yuko Ujerumani. Lakini huenda yuko Israeli, naamini kama yeye au mtu kama Trump au mtu kama Xi au mtu kama Putin huwa wana maandaki ambayo yana uwezo wa kuhimili nuclear blast. Kwa hiyo anaweza akawa yuko pale pale ndani ya nchi yake, sehemu ambayo yuko salama dhidi ya makombora, lakini huenda akawa yuko nje ya nchi. So far taarifa hizo mimi binafsi siwezi nikazithibitisha kwa sababu zinabaki kuwa speculation. Hakuna ushahidi ambao kwenye intelijensia unaitwa actionable intel, intelijensia ambayo ina uhakika yani. Na ukiacha kwamba Netanyahu kwamba taarifa zake zimekuwa zikisema kwamba amepoteza maisha ama ni mzima, ni same story ambayo pia ipo kwa kiongozi supreme leader wa sasa hivi wa Irani, Mojtaba Khamenei. Inadaiwa, wengine wanasema kwamba yuko Russia, Urusi, anapata matibabu kwenye hospitali ambayo inasimamiwa na Rais Putin. Na kuna wale ambao wanasema kwamba kwa kuwasikiliza viongozi wa pale Iran, wanasema kwamba yupo lakini kwenye ulinzi ambao hawataki kumexpose. Nini ambacho kipo, tuondoke na lipi kwenye hili mpaka sasa hivi? Hizo zote ni taarifa ambazo ndo nakwambia zini kwenye open source ambazo hazijathibitika. Kuna taarifa ambayo inasema aliposhambuliwa baba yake na yeye alikuwepo na aliathirika, hali yake sio nzuri. Kuna taarifa ambazo zinasema kwamba yuko kwenye koma. Kuna taarifa ambazo zinasema ameuawa. Kuna taarifa ambazo zinasema ni mzima. Hazijawa proven, hazijathibitishwa bado. Kuna taarifa ambazo zinasema kwamba kweli yuko Urusi kwa sababu ya matibabu. Ikumbuke Urusi wana ushirikiano mzuri sana na Iran. Ikumbuke kwamba Urusi ilitoa ruksa au ilitoa fursa kwa baba yake Khamenei, njoo tukupe hifadhi Urusi, kama vile walivyompa hifadhi Bashar al-Assad, lakini akakataa baba mtu, akaamua kufa shahidi. Kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo so far ziko wazi, hatuwezi kuzithibitisha wala kuzikataa. Ila kitu kingine ambacho pia kinatia kwa Irani ni simple. Unajua Irani kutokana na itikadi yao na imani yao, mfano kwenye Uislamu na kwenye Ukristo na dini zingine ambazo zinafuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu,
kudanganya ni dhambi. Tena kwenye Qur'ani yani unaambiwa laanatullahi alal kadhibin, laana ya Mwenyezi Mungu kwa wale wenye kudanganya. Sawa, na ina tafsiri zake kadhaa. Sasa wao viongozi wao wakiuawa wanasema kabisa kauawa Raza, kauawa Khamenei, kauawa nani, kauawa nani, wanasema ile kwenye vita inaruhusiwa, inadaiwa. Kuna baadhi ya scenario, kuna kwenye dini nadhani ni sehemu 3 tu ambazo unaruhusiwa kudanganya. Ambazo hizo ni story ya nilitajiwa na kwa mujibu wa Sheikh Pozali naambia kudanganya ukiwa vitani inaruhusiwa hiyo kwa ajili ya kujiokoa. Kumdanganya mke wako kwa maana unampenda au unamfanyaje, wewe ni mzuri kwa wanawake wote, ili kumfurahisha inaruhusiwa. Na mwisho sikumbuki, wataniambia tu kwenye comment hapo. Mambo kama matatu ni kupatanisha watu. Mfano, kwa hiyo Riziki bwana na Victor Madaha wamezinguana. Sawa. Alafu mimi nakuja namfuata Riziki. Unajua mshikaji anisikia vibaya, yani siku alichokifanya siku ile ajisikia vibaya, yani anatamani kukuambia lakini anashindwa anzie wapi. Alafu mimi naenda kwake. Naambia unajua nani, anasema mmetoka mbali, mmepitia mengi. Yani anatamani tu yaishe kwa sababu binadamu anateleza. Kwa hiyo natengeneza mazingira, sio uongo wenye madhara, ni uongo wenye kujenga. Umeona? Kwa hiyo nakuja, yani kwa hiyo nyinyi mnapokuja kukutana nakuta wewe unakuja na nani ukijua kwamba mwenzangu yuko tayari kunisamehe, na mwenzio anakuja mwenzangu yuko tayari tuyamalize. Mnashangaa mnapatana, maisha yanaenda. Hiyo ndo moja ya scenario ambayo unaruhusiwa. Ndio hivyo. Kwenye hii sasa kwa mke wangu mtarajiwa, naomba nikwambie wewe ndo mwanamke mrembo kushinda wote duniani. Nimepita hiyo. Na tuwadanganya wake zetu jamani. Kwa hiyo kwenye hili unahisi Iran inaweza kana ametumia hiyo mbinu labda kuendelea kuficha kwa sababu ya kivita zaidi? Sidhani. Kwa sababu gani? Ya track record. Ingekuwa ni kuficha, wangeficha kiongozi wa juu kabisa ambaye ni Khamenei. Lakini tukiangalia track record yao, unajua hichi ndio kitu watu wanatakiwa waelewe. Values zangu zinaweza zikawa tofauti na values zako. Na shida inapokuja, ninapotaka kulazimisha values zangu zije kwako. Kwa Marekani na Israeli na wengineo, kifo kwao ni kitu kizito sana na ni pigo kubwa sana, especially unapokuwa umeuawa na adui. Sawa? Na kwa Iran pia ni pigo, lakini wao wanaamini, na ndio itikadi ya Kiislamu, mtu yote mwenye kupigania kwa nia ya kuitetea nchi yake na mali yake na watu wake anakufa shahidi. Kwa hiyo wanaamini ndio wamekufa, lakini wamekufa shahidi. Yani wamekufa kifo kizuri, wanaenda peponi. Umeona? Na kwa itikadi hiyo ina inspire na wengine watangazwe hata kama yes. Kwa hiyo wao kuficha haina thamani kwao. Umeelewa? Lakini kwa wengine wao wana tabia ya kuficha. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho watu wanatakiwa waelewe, na ndo moja ya vitu ambavyo pia vinaleta sintofahamu. Netanyahu ametoa video nyingi sana za kukana kwamba amekufa. Anasema sio mimi na vidole 6 kaonesha. Kuna ile yeye na ambassador wa Marekani ile ni bana, nimetumwa na Marekani nje nikuangalie sijui. Ametumia nguvu nyingi sana kukana, ambayo pia inaleta sintofahamu. Yani why unatumia nguvu nyingi sana kukana, ile ilikuwa haina haja. Yani kitendo cha wewe kutokea na kusema bana tuko hivi inatosheleza. Umeona Lakini pia hata ile video nikiangalia ile na balozi, kuna baadhi ya body language na vitu kadhaa pale vina raise questions, vinaibua maswali. Lakini watu waelewe kwamba kuna thamani au values za Wairani na za Marekani na Israeli ni tofauti. Ndio maana outcome zake zinakuwa ni tofauti. Ndio maana Wairani wakiuawa 70 wanasema tu wameuawa 70. Akiuawa kiongozi wao wanasema wameuawa kiongozi wao. Marekani wanatangaza tumeuawa 6, kaongezeka 1. Israeli wanatangaza bana ameuawa raia 1 au vitu kama hivyo. Kwa hiyo lazima ni kitu, lazima uelewe ni kitu gani ambacho kinapelekea hizi njia mbili, matokeo mawili. Uelewe the root cause na ni values zao na ni thamani zao au misimamo yao au itikadi yao. Naam.
ili uweze kupata majibu kamili. Yes. Kwa hiyo pia tuendelee kusubiri pia kama Mojtaba akija kuonekana kama unavyosema, ili tutapata majibu. Either ni mzima, either amekufa, na hii ina apply pia kwa Netanyahu na wote ambao wanasemekana kwamba wameuawa. Inaweza kawa ni wazima, majibu muda utatoa majibu. Huenda wakawa wameuawa, muda utatoa majibu. Huenda wakawa wamejeruhiwa, muda utatoa majibu. Tusispekulate sana bila indicators ambazo zinaipa uzito ili jambo. Naam. Kifo cha Ali Larijani kwa usalama kimewashtua watu wengi sana. Inadaiwa kwamba alikuwa hata kwenye majibu mengi alikuwa akiyazungumza yeye, aliibua baadhi ya vitu vingi sana, mambo nyeti sana, ikiwemo kutabiri kwamba Marekani tufanye tukio kama la September 11 na mengine mengi, na baadaye pia akasema kwamba mtu ambaye atafuata kupoteza maisha atakuwa ni Ali Larijani. Kifo chake hasa nini hasa ambacho una learn kutoka kwenye hicho kifo? Kwa sababu watu wengine wanasema kwamba kwa umuhimu wake alitakiwa hata walau hata wamfiche na nini. Pengine kuna makosa gani ambayo yametokea katika hichi? Pia ile jibu haliwezi likawa straightforward. Kutakuwa kuna scenario nyingi sana hapo ndani. Kwa sababu cha kwanza tushasema kwamba Israeli amewekeza sana kwenye intelijensia ndani ya Iran. Ndio maana anafanikiwa sana kwenye assassination na baadhi ya mission ambazo anazifanya. Ni kwa sababu amewekeza sana. Ila pia mule ndani kuna wasaliti wengi ndani ya Iran. Na pia kuna kitu kinaitwa SIGINT ambayo ni signal intelligence. Alafu kuna ELNIT ambayo ni electronic intelligence ambayo pia wanazitumia. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba miongoni mwa hospitali ambazo wanatibiwa viongozi wa Iran, kwenye dentist wale wao wanapowafanyia, wanatengeneza meno, wanaweka chip ili waweze kuwa track, umeona. Lakini pia Mossad na CIA wana uwezo wa kutumia CCTV camera kuzihack ili kuona movement za lakini pia wana watu ambao wako katika ngazi za juu kabisa ambazo pia wanawapa taarifa, umeona. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawatafuna sana Iran, na hii nishaongelea. As long as Mossad na Marekani wako effective kwenye upande wa intelligence na hii inaitwa infiltration, kupenya, basi Iran atakuwa nakutana na madhara makubwa sana. Hiyo ya kwanza. Sasa ni kitu gani kimepelekea? Huenda ikawa sehemu yake imevujishwa, umeona. Huenda akawa alifanya kosa la kimkakati, umeona. Huenda ikawa wameweza kumtrack kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo kuna scenario nyingi sana ambazo huwezi ukasema direct. Kitu ambacho tunaweza tukasema ni kwamba intelijensia ya Mossad na CIA imefanikiwa kumfikia na kumpata. Hicho ni cha uhakika. Lakini scenario gani ambayo ilitumika? Mfano kama huyu kiongozi gani wa Hamas ambaye aliuawa Tehran, Haniyeh. Sawa. Waliweza kujua huwa akienda Iran anafikia katika apartment gani. Unajua watu na tabia, mfano tukienda kwenye hoteli kuna meza fulani ambayo tunaipenda, watu washazoea baada meza, au hizi sisi ambao ma DJ tunajuaga klabu fulani kuna meza fulani wao inakuwa reserved, hii ni ya riziki bwana. Kwa hiyo watu wanajua au anapenda kuhudumiwa na mhudumu fulani. Sawa. Kwa hiyo hata kwenye mahoteli kuna watu ambao wana vyumba vyao wanavipenda au apartment zao. Kwa hiyo waliweza kufuatilia, wakajua huwa akifikia huwa anafikia sehemu fulani. Wakaweza kupandikiza bomu kabla, miezi mitatu kabla ya ujio wake, likawepo mule ndani. Kwa hiyo alivyokuja wakatumia tu remote wakadetonate. Umeona Kwa hiyo kuna njia tofauti ambazo zinatumika kwenye ulimwengu wa intelijensia kwa sababu ya kufikia malengo kama haya. Na Iran wana kazi nzito sana, na so far wana madhara makubwa sana ambayo yanasababishwa kwa sababu ya intelijensia yao kuvuja sana. Yes, wanatakiwa as long as hiyo ipo basi wataendelea kuathirika.
Kiongozi pia wa masuala ya intelijensia, kwa maana masuala ya usalama ndani ya Iran pia aliuliwa. Sijajua cheo chake wanamuita waziri ama ni nani huko ndani ya Iran, lakini aliuliwa pia. Ilitofautiana pia na pamoja na mtoto wake na Al-Larijani pia na yeye alipoteza maisha. Pengine hivi ukiangalia mfumo wa Irani, watu tayari washaufahamu kwamba wenyewe ndio hivyo, kifa watu wanaona unakufa shahidi, lakini still bado pia kwenye kifo wao tayari kuna watu ambao wameweka nyuma yao. Lakini kuna maswali ambayo yanakuja sima. Hao watu wanaopoteza maisha ni watu ambao tayari wana uzoefu katika uongozi, wana mambo mengi ambayo wanayajua katika nchi na nini. Kubadilisha uongozi kwa kipindi kifupi afu kwa watu wengi, ile chain of command inabadilika kwa kipindi kwa haraka vile unavyoona. Huoni itafika stage ambayo pengine itaanza kuaffect labda ndani ya uongozi wa Iran kwa kipindi hiki? Athari iko pale pale. Akiondoka kiongozi ambaye ni mzoefu, ambaye pia ana ushawishi katika jamii na watu, kama ni pigo kubwa. Kama Suleimani, mtu ambaye alikuwa anaheshimika sana, Ibrahim Raisi, umeona, Ali Khamenei mwenyewe na hao wengine ambao wameuawa, ni pigo kubwa sana. Ila moja ya sifa muhimu zaidi ya kiongozi ni kufanya vitu vikubwa viwili. Ya kwanza ni kuandaa mfumo ambao unaweza kujiendesha bila hata wewe kuwepo. Sio lazima wewe kila kitu kiwe centralized kwako, kwamba hata usipokuwepo mfumo unajiendesha wenyewe. Cha kwanza. Cha pili ni kuandaa succession, kwamba mimi nikiumwa, mimi nikifariki, mimi nisipokuwepo, nani atafanya nini, nini kitafanyaje. Na ni kitu ambacho nadhani Iran wameweza kukifanya kwa ubora mkubwa sana, na ndo maana tumeweza kuona tuliongelele SOP, Standard Operating Procedure, na nilikwambia tangia mwanzo tumeanza kuchambua kwamba waliuawa viongozi wengi, especially katika siku ya kwanza na ya pili ile, wengi karibia 5 wale, sawa. Lakini umeonaje tangia kipindi hicho mpaka sasa hivi ufanisi na utendaji kazi wa jeshi la Iran? Umeona wameyumba au wanafanya kazi kwa ubora? Still wanaendelea kufanya kazi kwa ubora. Kwa sababu gani? Ndio huo nakwambia, wameandaa mfumo ambao unaweza kujiendesha hata kiongozi yule wa juu asipokuwepo, sawa. Ila kuna swali la msingi ambalo umeliuliza, wanapoondokewa na viongozi kwa ghafla, kwa wingi, inaweza kuathiri? Naamini itakuwa ina athari, ila sasa inategemea line of succession, cha kwanza. Cha pili, procedure walioweka ya kujiendesha iwapo wa viongozi hawapo. And so far naweza nikasema, na hii nishaongea kwamba Iran wamesema tulikuwa tunajiandaa kwa hivi vita miaka 40. Sawa. Walijua yani hivi vita ni swala la muda. It's when not if. Ni lini, sio kama. Je, kama itatokea, ni swala lini itatokea. Kwa hiyo waliandaa mifumo, wakaandaa decentralization, na kwa hiyo hata wakiuliwa viongozi wote wale wa juu, bado Iran itaendelea kuperform kwa sababu wamedecentralize. Yani ni sawa sawa Tanzania, kila mkoa umepewa mamlaka yake, unajiendesha wenyewe. Kwa hiyo hata inapotokea kwamba serikali ya juu haipo, bado kila mkoa, lakini inapokuwa centralized, serikali ya juu ikisizi, nchi nzima na paralyze. Kwa hiyo ndo walivyofanya, na naona so far wanaendelea vizuri. Sasa hatujui kwamba iwapo itaendelea kwa wingi zaidi, naamini lazima kutoka kuna athari. Kiasi gani? Hayo ndo majibu tutakuja kuyapata. Naam. Sma, ukiacha na haya mambo pia ya vifo, vita vimekuwa vikibadilika kila muda unavyozidi kwenda. Israel walishambulia sehemu ya nishati ya gesi ya Iran ambayo inatajwa miongoni mwa sehemu ambayo inazalisha gesi kwa kiwango kikubwa sana nchini Iran. Na Iran wakareact, wakaanza wakapiga kule kwa maana ya Israel na mataifa mengine kama Qatar, Saudi Arabia pia na UAE na sehemu zingine nyingi. Na baadaye pia Trump hapo akasema kwamba Israel ilikosea kwa sababu alishambulia bila sisi kututaarifu, na ndio maana unaona hata ya madhara ambapo Iran ilivyoanza kureact, madhara kaanza kutokea makubwa. Tuanzie kwanza hapo, nini sababu ya Israel kwenda kushambulia nishati ya gesi? Kwa sababu ile
sio weapon au ni nini? Unakumbuka katika